pale ambapo nakuta umelala, lakini kwa namna ya ajabu nakuta unaota ndoto, unaona unalia sana. Yani kwenye usingizi wako unaota ndoto, unaona unalia na unatoa machozi sana. Watu wanajaribu kukutia moyo, bana, nyamaza, tulia, usilie, lakini unakuta unalia sana kwenye usingizi wako. Unalia, moyo wako umejawa na uchungu mkubwa sana, umejawa na maumivu makubwa. Unaona kabisa kwamba hamna hata yani watu wanakuja kukufariji, lakini hayupo mtu anayeweza kuhimili mtu kukufariji. Yani ni mtu ambaye unakopa unalia sana, unaugua ndani ya moyo wako. Na ni kwenye ndoto unajiuliza kwamba kwa nini niyote ndoto ya namna hii, nione ninalia sana kwenye ndoto, ninalia namna hii kwenye ndoto. Yani ndugu wanakuja, nyamaza, pole, wazazi wanakuja, nyamaza, pole, lakini wewe wapi, unazidi tu kumwaga machozi. Na ni kwenye ndoto, na mpaka mwenyewe unaamka asubuhi unajiuliza kwamba kwa nini ndoto ni yote namna hii, ni yote ndoto nione nalia kwa kiasi hichi, nalia kwa kile kiasi kwenye ile ndoto, nione nalia kiasi kwamba hakuna anayeweza kunifariji. Sasa ishara ya namna hiyo kinabii, pale ambapo unakuwa unaota ndoto unaona unalia, ni ishara moja nzuri sana kiroho. Ni ishara moja nzuri kwa sababu unapokuwa unaota ndoto unalia, Yesu anasema mnaheri ninyi mnaolia sasa, kwa sababu baadaye mtacheka. Kwa hiyo ishara ya namna hiyo pale ambapo unaota ndoto unalia ni ishara nzuri sana, manake Mungu anakuonyesha kwamba kuna baraka nyingi ambazo zinakuja, ambazo zitakupa kicheko, au kuna habari njema ambazo zitakuja zitaufanya moyo wako furahi, moyo wako uwe na changamko kubwa sana, manake hapo kuna baraka na heri zinakuja mbele yako. Kwa hiyo ishara ya namna hiyo ni ishara moja nzuri sana. Lakini changamoto nyingine kwenye ndoto, unakuta mtu anaota ndoto anacheka kiasi kwamba ni mtu anacheka mpaka unaona kabisa huyu kwa nini acheke namna hiyo. Unacheka sana kwenye ndoto yako. Sasa ishara ya namna hiyo, unapokuwa unacheka, ndio tunasema kwamba ndoto ya namna hiyo inakuwa haijabeba maana nzuri, kwa sababu ukiwa unacheka ndotoni ni alama kwamba kuna kilio kinakuja, kuna alama ya kilio. Manake kuna taarifa mbaya ambazo utazipokea, au kuna taarifa mbaya ambazo zitakuja na zitakupelekea moyo wako ujawe na uchungu au na majonzi makubwa sana, kwa sababu ndoto ya namna hiyo pale ambapo na yote unapokuwa unaota ndoto unalia, ni alama kwamba Mungu anakuonyesha kwamba kuna mambo yatakayokuja yatakayokupelekea moyo wako ulie sana, moyo wako uumie sana. Kwa ndoto ya namna hiyo unapokuwa unaiota, ni muhimu sana ukanyenyekea mbele za Mungu, kumwambia Mungu, naomba niepushe na mabaya adui aliyoniandalia, ili Bwana aweze kuleta neema yake ya ushindi katika maisha yako, kwa sababu maandiko yanasema ole wenu ninyi mnaocheka sasa, kwa sababu baadaye talia. Kwa hiyo ishara ya namna hiyo ukiona unacheka, manake siku za usoni au kipindi kijacho kuna majira mabaya ambayo yanaweza yakapelekea moyo wako ukajawa na huzuni na uchungu na maombolezo, kwa sababu ulimwengu wa roho unapokuwa unaota ndoto ya namna hiyo inakuwa haina maana nzuri. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Ninakutakia wakati mwema. Shalom, shalom.